Taarifa mbaya kutoka kitandani alimolazwa Kizza Besigye imeshtua dunia. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Usiku mmoja wenye ulinzi mkali, gari lilotandikwa askari ilichanua kimya cha jiji na kumpeleka kiongozi wa upinzani hospitalini, huku taarifa zikisema afya yake imeingia hatua hatarishi. Tukio hilo lililotokea kwa haraka na bila uwazi limegeuka kuwa ishara ya dharura ya kisiasa inayovuka mipaka ya taifa moja na kugusa mkondo mzima wa demokrasia ya Afrika Mashariki na Afrika kwa jumla. Katika taarifa za kupelekwa kwake katika kituo cha tiba Bugolobi Village Mall zikizambaa, hofu ilianza kuchukua nafasi ya matumaini miongoni mwa wanaomuunga mkono na watetezi wa haki za binadamu. Hapa ndipo simulizi ya afya binafsi inapoacha kuwa suala la kitabibu na kuwa kioo cha utawala wa sheria na uwajibikaji wa dola. Chama cha People's Front for Freedom kimeelezea kwa msitizo kuwa hali ya kiongozi wake Dr. Kizza Besigye imezorota akiwa kizuizini. Kwa kusisitiza uwajibikaji wa mamlaka za gereza na serikali, chama kimeweka wazi kwamba swala si tu matibabu bali hadhi ya utu. Hoja hiyo inagonga msingi wa haki za kikatiba, hasa haki ya kupata huduma ya afya bila ubaguzi, haki ya kuwasiliana na familia na haki ya kutendewa kwa ubinadamu hata pale mtu anapokabiliwa na mashtaka. Uamuzi wa kumhamisha usiku chini ya ulinzi mkali bila taarifa kamili kwa umma umeongeza shaka kuhusu wazi na usalama wake. Muktadha wa kukamatwa kwake unafichua mzizi wa tatizo. Tangu Novemba mwaka 2024, kiongozi huyo wa upinzani amekuwa chini ya mfululizo wa kukamatwa, kupelekwa mahakamani na kurejeshwa kizuizini katika gereza kuu la usalama wa juu la Luzira. Kukamatwa kwake Nairobi alipokuwa akielekea kwenye uzinduzi wa kitabu cha mwanasheria mashuhuri wa kikanda uliashiria kuenea kwa mikono ya usalama kuvuka mipaka, na ni jambo linalochochea mjadala wa uhuru wa kisiasa ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kupelekwa kwake mbele ya mahakama ya kijeshi na baadaye kuruhusiwa kushtakiwa kwa uhaini kuliongeza ukakasi wa kesi, likifungua maswali mapana kuhusu matumizi ya mifumo ya kijeshi kushughulikia masuala ya kiraia. Taswira ya mwili wake ilipoonekana mahakamani Februari mwaka 2025 ilizungumza zaidi ya hoja za kisheria. Muonekano dhaifu, kizunguzungu kinachotajwa na dalili ya kukosa lishe ni vilitoa ushahidi wa athari za kifungo kirefu kisicho na uhakika. Hapa simulizi ya afya inakuwa nyaraka ya kisiasa, na katika historia ya Uganda afya ya wapinzani imekuwa uwanja wa mapambano ya mamlaka, na kuanzia kukamatwa mara kwa mara hadi vizuizi vya matibabu. Rekodi hii imewahi kuibua tahadhari kutoka kwa mashirika ya haki za binadamu ya kikanda na kimataifa, yakionya dhidi ya matumizi ya kizuizi kama adhabu kabla ya hukumu. Lakini hadithi hii haikai Uganda pekee. Inapoguswa kwa maksudi au kwa kimya, inagonga kuta za majirani zake, hususan Tanzania, ambako historia ya hivi karibuni imeonyesha mwelekeo unaofanana wa kukaza misuli ya dola dhidi ya upinzani. Vyombo vya habari na asasi za kiraia, kuanzia mabadiliko ya sheria za mikutano ya kisiasa, matumizi ya vyombo vya dola kudhibiti maandamano, hadi kesi za kisiasa zinazoendeshwa kwa kasi isiyoeleweka. Eneo hili limekuwa likishuhudia kupungua kwa nafasi ya uhuru. Kisa cha Besigye kinakuwa kengele kwa Dar es Salaam kama ilivyo kwa Kampala pale mamlaka yanapovuka mipaka ya uwajibikaji. Matokeo hayabaki ndani ya taifa moja. Historia ya kisiasa ya Tanzania inaonyesha vipindi vya kujivunia utulivu, lakini pia ina kumbukumbu za nyakati ambazo utulivu huo ulilindwa kwa gharama ya haki. Na katika muongo uliopita, wadau wa kimataifa, wafadhili na taasisi za kikanda zimewahi kueleza wasiwasi kuhusu mazingira ya haki za binadamu, uhuru wa vyombo vya habari na usawa wa kisiasa. Kuwepo kwa kesi za wapinzani, kufungwa kwa mikutano na matumizi ya sheria zenye utata kumejenga utamaduni wa hofu unaofanana na ule unaoonekana Uganda. Na ndani ya mazingira haya, afya ya kiongozi wa upinzani anapodorora
kizuizini si ajali, ni zao la mfumo unaokataa kukaguliwa. Athari za kikanda haziishii kwenye siasa za ndani. Umoja wa Afrika na Jumuiya ya Afrika Mashariki zimejengwa juu ya misingi ya utawala wa sheria na heshima ya haki za binadamu. Kila tukio la aina hii linapunguza uaminifu wa miundo hiyo, likitoa ujumbe kwamba azimio la pamoja linaweza kukanyagwa bila gharama. Na wakati nchi wanachama zinaposhindwa kuilinda hadhi ya utu, wawekezaji, washirika na maendeleo na raia wa kawaida hulipa bei kupitia kukwama kwa demokrasia, kudorora kwa uchumi na kuenea kwa migogoro isiyoonekana mara moja. Katika simulizi hili, wajibu wa umma na vyombo vya habari unakuwa mzito zaidi, na wito wa mshikamano na uangalizi uliotolewa na chama chake ukalenga kuziba pengo la uwazi. Na katika mazingira ambayo taarifa zinadhibitiwa, uangalizi wa raia unakuwa ngao pekee dhidi ya uonevu, na kimya kinapotawala, mifumo ya ukandamizaji upata ujasiri. Ndiyo maana simulizi ya sasa inahitaji kuandikwa kwa ukali wa ukweli, si kwa kelele, bali kwa ushahidi na kumbukumbu. Wa Tanzania, kisa hiki kinapaswa kusomwa kama onyo la karibu, na taifa linaloruhusu kuhalalishwa kwa mateso ya kisheria mahali pengine hujenga mazingira ya kuonya kama ya kawaida nyumbani. Ukanda unaoshuhudia kudhoofika kwa vyama vya upinzani, kubanwa kwa vyombo vya habari na kukuzwa kwa vyombo vya usalama juu ya mihimili mingine ya dola huishia kukosa mizani ya madaraka. Matokeo yake ni kuongezeka kwa migogoro ya kimya, hasira zilizofichika, na kizazi kinachokuwa bila imani na mifumo ya uwakilishi. Msingi wa hoja hii si huruma kwa mtu mmoja, bali ulinzi wa kanuni, haki ya matibabu, haki ya kusikilizwa kwa haki, na haki ya utu si zawadi ya serikali, ni wajibu wa kikatiba. Pale serikali inaposhindwa kufungwa ama inafungua mlango wa lazima za kihistoria ambazo haziwezi kufutwa kwa taarifa fupi za baadaye, nyaraka za kesho zitarejea leo na kuuliza kwa nini ukimya ulitawala. Mwisho wa simulizi hili hauko hospitalini Bugolobi wala kwenye kuta za Luzira, huku kwenye mwelekeo wa ukanda mzima. Na kama afya ya kiongozi upinzani inaweza kudhoofishwa kizuizini bila uwazi, basi afya ya demokrasia nayo iko hatarini. Tanzania na majirani zake wanakabiliwa na chaguo lisilosemwa kwa sauti, ambalo ni kuimarisha utawala wa sheria au kuhalalisha hofu kama sera. Ukimya, uoga na kutochukua hatua si msimamo usio na madhara, ni uamuzi unaochonga kesho yenye gharama kubwa kwa raia wake. Ni hayo tuliokuandalia kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa inayokuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina bila kupindisha wala kuegemea upande wowote. Zidi kuwa nasi na zidi kutupa support kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.